kati ya mwanamume na mwanamke nani alitangulia kuumbwa, kuna kitu niligundua kwamba kati ya mwanamume na mwanamke hakuna aliyetangulia kuumbwa, isipokuwa uumbaji wote ulifanyika kwa wakati mmoja. Kwa sababu hii Mwanzo 2:21 inasema hivi: Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala, kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliyoutwaa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Sasa nikaona hivi, Mungu alimuumba Adamu akiwa amekamilika, akiwa na bavu zote. Sasa ikiwa siku moja amelala, ubavu mmoja wa Adamu ukatwaliwa. Mungu akautoa, alipoutoa ukawa matokeo ya kuzaliwa mtu mwanamke. Sasa nikagundua mwanamke ni matokeo ya ubavu ambao Mungu aliumba kwa Adamu akiwa amekamilika na bavu zote. Ninashukuru. Mawazo ya mtu mmoja. Leta mawazo yako. Nani alitangulia kuumbwa kwanza? Kule. Sifiwe. Amen. Kutokana na Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 inasema Mungu alisema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Kwa mfano watu aliwaumba, akawabarikia. Mstari wa 27 inasema akamuumba Adamu, akamuumba mwanamke, akamuumba mwanaume. Kwa mfano wake aliwaumba. Maana yake aliwaumba kwa siku moja. Na jina lao wote, ukija kusoma Mwanzo sura ya 5 mstari wa kwanza na wa pili, inaonyesha jina la hao wote wawili walioumbwa, jina lao lilikuwa moja, lilikuwa linaitwa Adamu. Asante. Mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi homework hii nimeifanya kama ifuatavyo. Mimi nilisema hivi: utaratibu wa uumbaji wa nafasi yake katika kufinyangwa kwanza. Maana hata mimi naamini kwamba aliyeanza kuumbwa ni mwanaume. Ikiwa na maana hii, Mungu alifinyanga mtu mmoja tu toka mavumbini. Ukisoma Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 na wa 8, mwanaume alifinyangwa kwanza ili awe msingi wa jamii ya wanadamu. Soma Kolosai wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 11. Hapo utaona kama mwanaume alivyo ndivyo familia. Msingi ndio upewa kipaumbele kwanza, wote hujenga juu yake. Hapa nikisema hivi, mwanaume alifinyangwa toka mavumbi ya ardhi, na mwanamke alifinyangwa toka ndani ya mwanaume. Mimi ndio jibu. Kwa hiyo wewe unajibu mwanaume aliumbwa kwanza. Mwanaume aliumbwa kwanza. Mwanamke akaumbwa baadaye. Huyo wa nyuma hapo. Asante mwalimu. Mimi nilijibu hivi kwamba kati ya mwanaume na mwanamke nani aliumbwa kwanza? Tukaangalia Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Akaendelea akasema wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote. Sawa. Sasa hebu tuhitimishie. Na nikahitimisha hivi. Neno kwamba wakatawale kwa habari ya umoja na wingi, wakatawale liko kwenye habari ya wingi. Manake wakatawale ni more than one. Hivyo sasa Mungu aliwaumba wote, mwanaume na mwanamke, na ndiyo maana alisema wakatawale. Kwa hiyo neno wakatawale liko
ni wingi, maana yake zaidi ya mtu mmoja. Kwa hiyo maana yake wewe unaunga mkono wale wote waliumbwa kwa siku moja. Yes. Haya, mwingine. Wanaume tuko peke yetu. Nilijibu hivi, Mungu aliumba wote wawili, isipokuwa walidhihirishwa kwa nyakati tofauti. Kwa hiyo waliumbwa siku moja, madhihirisho siku tofauti. Kwa maana alitangulia mwanaume alafu akafuata mwanamke. Unaposema kutangulia ni nini? Kutangulia, madhihirisho. Kutangulia si ndio kuonekana? Yaani ni hivi. Swali umejibu ya kwamba waliumbwa siku moja. Ila wakadhihirika siku tofauti. Sina tosha. Yaani wewe ni mfuasi ya kwamba Mungu aliumba wote kwa siku moja. Lakini yale madhihirisho, kudhihirika, kuonekana wazi, alitangulia mwanaume, mwanamke baadaye. Mwingine. Soma hapa Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 13. Anasema kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Lakini pia Wakorintho hapo 11 anasema wala mwanaume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanaume. Sasa inaonekana kama ni uumbaji wa aina mbili, kwamba huyu mmoja anaumbwa kwa sababu fulani ya Mungu, lakini wa pili pia anaumbwa kwa sababu ya mwanaume. Lakini huku nao kunasema huyu anatangulia na huyu anaumbwa baadaye. Kwa hiyo wewe ni mfuasi wa mwanaume aliumbwa kwanza. Yeah. Mwanamke kaumbwa baadaye. Haya, naomba la mwisho mtu atoe maoni ya mwisho alafu tuendelee. Hebu naomba mjipongeze kwa hilo. Umeenda kupekua huku na huku, mkafikirisha kichwa na akili. Niulize swali, mfano tumepata majibu mawili. Mwanaume aliumbwa kwanza, wengine wote waliumbwa kwa siku moja. Wewe unayesema alitangulia mwanaume kwanza, unafikiri mwanamke aliumbwa siku gani? Kuna siku 6 za uumbaji wa Mungu. Na siku ya 6 ndo mwanadamu akaumbwa. Na kama aliumbwa Adamu kwanza, unafikiri Eva aliumbwa naye siku gani? Inawezekana kama siku hiyo hiyo, lakini kuna anayeanza, kwamba ameanza huyu afu akapata huyu, lakini wote kwa siku hiyo hiyo moja. Mfano Kulwa na Doto, kuna hapa mapacha Kulwa na Doto hapa, si wanazaliwa siku moja, pengine hata na saa moja, yani siku moja, saa moja, na wengine hata dakika moja. Lakini anapatikana nani? Kulwa na tena kale Kulwa anajidai kwa, anasema niamkie, nikuamkie. Yani wewe ni ile hatua tu ya kutokea, lakini wote sisi tuna jina, tuko mapacha, siku moja pengine dakika hiyo hiyo, lakini kuna kutangulia anaitwa Kulwa. Yani kubwa, bwana mkubwa na huyu bwana mdogo. Lakini unaonaje pale? Huo mfano unaweza kutusaidia ukaona uumbaji wa Mungu wa mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo si kwamba sisi ni bora sana kuliko Doto, kuliko Doto, ili litusaidie tunapotengeneza nafasi na wajibu wetu katika familia. Si kwamba wake zetu
wako mbali sana kidaraja, ni washiriki pamoja nasi katika masuala ya uendeshaji wa familia. Nitalieleza baadaye, tuendelee. Sasa leo nataka nichanje mbuga, maana mwenyekiti aliniambia leo ndo mwisho wa semina yetu kwa wanaume. Sasa tumeona ya kwamba na tumegundua kwamba sisi ni viongozi wa familia. Jana tuliziangalia na aina za familia. Kumbe nilikwenda kucheki, nikajikumbusha hata masuala ya shule nilikopitia kwenye mifumo ya kifamilia inakwendaje. Kumbe kuna mifumo mingi ya kifamilia, lakini mifumo ni mitatu mikuu, mingine ni midogo midogo ndani yake. Kuna mfumo wa kwanza wa familia unaitwa single parent family. Yaani ni familia ambayo kiongozi wake ni mmoja. Yaani inaweza kuwa familia baba kawa ndo kiongozi wa familia, maana yake mke hayupo, au mwanamke ndiye kiongozi wa familia, maana yake mume hayupo, aidha alishatangulia kwa Bwana. Hii inaitwa single parent family. Kwa hiyo lakini ile yenye wote wawili inaitwa nuclear family. Yaani familia ambayo ni ya baba na mama na watoto. Lakini kuna familia nyingine ile ambayo tulisema inaitwa extended family. Familia iliyopanuka ambayo inajumuisha jamii nyingi, mababu, mabibi, mashemeji, mjomba, watu wanaweza kuja kuishi hapo kwako. Hii ndio inaitwa extended family, familia iliyopanuka zaidi. Lakini kuna zingine ndogo ndogo, kuna childless family, kuna nini lakini zaidi ni hizo kuu. Kwa hiyo sisi ni viongozi wa familia. Na kiongozi, ili wa kiongozi lazima wawepo washiriki pamoja nawe, na washiriki pamoja nasi ni mke na watoto. Haijalishi wewe unachunga familia extended au ile nuclear family, lakini wewe ni kiongozi. Sasa tukaona na vifaa vya kutumia uongozi uko aina tatu, tumeutaja, tumejikumbusha. Lakini leo tuangalie nguvu za kiongozi. Nguvu za kiongozi. Wewe kama kiongozi, kuna nguvu ambazo zinakusaidia. Nilikuwa na cheki nikagundua kiongozi ana nguvu tatu ambazo zinaweza kumsaidia. Kuna nguvu tatu za kiongozi katika masuala yake ya uongozi ya kifamilia. Kuna aina tatu za nguvu za kiongozi. Nguvu ya kwanza nizitaje, alafu nitazifafanua baadaye. Nguvu ya kwanza ya kiongozi ni nguvu ya zawadi. Nguvu ya zawadi. Na tukisema nguvu ya zawadi, maana yake ni nini? Ni kiongozi yani kiongozi ni mtu anayeweza kujibu mahitaji ya waongozwa. Ana nguvu ya zawadi. Kwa hiyo kwa namna nyingine tunaweza kusema ana nguvu ya zawadi. Na zawadi kwetu, ukisema zawadi, ukiwa na pesa tayari zawadi zimekamilika. Nguvu ya kiongozi ni pale anapowatembelea watu wake, wanasema sisi hatuna maji, sisi hatuna barabara. Yule kiongozi anasema nachangia kiwango hiki, tatizo lenu limekwisha. Na wale wananchi watapiga makofi, uishi milele. Lakini kama kiongozi wala nao waongoza wanasema hatuna chakula, hatuna maji, yule kiongozi anasema nyie ni wazembe, nyie
subirini kufa. Huyo kiongozi amepoteza nguvu ya zawadi. Tuko pamoja? Maana yake ni nini? Kiongozi, wewe si kiongozi wa familia, mke, watoto hivi. Kama huna nguvu ya zawadi, uongozi wako ni legelege. Sema legelege. Hohahahe. Suseme hohahahe. Hobera hobera. Maana yake huwezi kukidhi haja za waongozi. Kwa hiyo utegemee wakati wowote uasi unaweza ukatokea. Hivi tuko pamoja hapo? Kwa hiyo ili uasi usitokee kupinga kiongozi halali, lazima utengeneze mazingira mazuri na uwezekano wa kuipata hiyo nguvu ya kiongozi inayoitwa nguvu ya zawadi. Tuseme amen kwa hilo. Kwa namna fulani tunaweza kusema kama huna change, kama huna fedha, ni mojawapo ya sifa mbaya, sifa ambayo inaweza kukufanya wewe kiongozi unaowaongoza wakuone ni kiongozi hohahahe, kiongozi legelege. Kwa hiyo hata saruti huweze kupigiwa kwa sababu hukidhi mahitaji ya waongozi. Watu waongozi wanasema hatuna nguo, na wewe unasema jamani tumuombe Mungu. Si kwamba hawaombi Mungu, wanamwomba Mungu. Kinachotakiwa hapo, hawajataja kumwomba Mungu, wametaja wanahitaji nguo. Tuwe tunaelewa sentensi sisi kama viongozi wa familia. Wewe umeunga wali kwamba kwa kweli leo mchele, mamichele, tuna hamu ya mchele. Wewe unasema sasa tumuombe Mungu. Umejibu hitaji hapo? Wewe si uhohahahe huo. Hello. Kiongozi hohahahe wa familia. Wangekuwepo hapa, wangepiga vigelegele, si wangeniletea na hela wakaweka mfukoni. Sema. Lakini hii ni faragha, ni faragha yetu. Kwa hiyo, lakini nafasi ipo ya kutengeneza, kujisahihisha ili uwe stable, uwe imara, uwe kiongozi imara. Watakuheshimu kama nakidhi mahitaji ya waongozi. Nitaiongelea zaidi hapa. Nimesema nataja alafu naendelea. Nguvu ya pili ni nguvu ya kupendwa. Ni nguvu ya kupendwa. Wakati mwingine wanaita damu ya kupendwa. Upendo. Na huu upendo tunaosema, hii nguvu ya upendo ni upendo unaowajibika kwa mwenzake. Na hiyo nitaiongelea sana leo. Wewe unawaambia wale unaowaongoza nawapenda. Nawapenda ni neno zuri. Lakini siku hizi kuna msemo mmoja siku hizi wanasema, unajua nchi za Ulaya zilishaendelea, ni nchi zilizoendelea. Nchi zetu ni nchi ambazo zinaendelea, na zingine bado tuko kwenye nchi ambazo ni nchi ambazo za ulimwengu wa tatu ambazo hazijaendelea, nchi maskini. Nchi maskini, ukitaka kuonesha mtu nampenda, ni tofauti
na nchi zilizoendelea wanavyoonyesha upendo kwa wanaowapenda. Nchi zilizoendelea, ulimwengu wa tatu, yani nchi zilizoendelea ni wale wanaokula wanachotaka, wanakunywa wanachotaka, wanaishi wanavyotaka. Lakini nchi zinazoendelea ni wale wanaokula wanachopata, wanavaa wanachopata. Na nchi masikini ni wale wanaokula wanachopewa. Na tukisema upendo, kiongozi, nguvu ya upendo, nchi zilizoendelea, ili kudhihirisha upendo, kiongozi, upendo kwa familia, yani kwa mke anampatia ua, si sawa? Hizo ni nchi zilizoendelea. Lakini nchi masikini, ukienda ukachuma ua ukampelekea unayempenda, tunaonyesha upendo, atakujibu pelekea nyuki. Upendo ya namna gani? Hayo ni maupendo ya kupeleka ua, ni ya nchi zilizo. Hebu niende, nitarudi. Nguvu ya tatu ya kiongozi ni ukatili. Mara kwa mara kiongozi akishindwa hizi mbili, hana alternative nyingine, hana chaguo nyingine, atakuwa kiongozi katili. Yani anaamua kujivika ukatili. Hivi nimekuwa nikiwapa mistari bado na Biblia mnazo, ninafanya vibaya kweli. Hebu chukua, nianze na hilo la mwisho, maana hilo la juu niko napanda juu mara moja haraka. Tuanze na hii nguvu ya ukatili ya kiongozi. Unaposema nguvu ya ukatili, maana yake zile nguvu mbili hana nguvu ya zawadi, hana damu ya kupendwa, hana nguvu ya upendo. Atatumia nguvu ya ukatili, yani kipigo, matukano, kuzira kula, ukorofi. Ya utakuta ni kaidia mimi kwenye familia, nduri. Tusome mstari Efeso 4:31. Soma Efeso 4:31. Sema, uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu. Uchungu, hebu rudia. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele, matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Hiyo ni nguvu ya kiongozi aliyeshindwa zile nguvu mbili, ukatili. Wanaume tuko pamoja. Tukishindwa zile mbili, huwa inatumika hii ya ukatili, makelele, matukano. Na hapo, hilo ni neno la Mungu. Maana yake uko kinyume na mapenzi ya Mungu. Uongozi wako hautambuliwi na Mungu. Hutambuliwi kama kiongozi bora wa familia, kwa sababu hiyo system unayoitumia, hiyo nguvu unayoitumia imekatazwa. Yaani mke wako mpendwa umekupikia, alafu nazira eti kuna mwingine nazira siji hivi, huwa umefanya nini? Au unampiga kofi? Tukianza sensa ya halali hapa kuorodhesha waliokwisha tandika makofi wake zao.
Si moyoni panasema na wewe upo, na wewe upo. Sisi ni ukatili, ni nguvu ya ukatili. Katika jina la Yesu, tupa chini, kamata zile mbili za juu. Unampiga mke wako, eti unaweza kutoa sababu kwa nini ulimpiga? Msemlizi mmoja huko kwetu akamtwanga magumi mateke mke wake, akasema mimi sikumpiga mke wake, nilipiga kilichokuwemo ndani yake. Sasa kilicho ndani, mbona umepiga nje sasa? Ni ukatili. Ni ukatili. Sasa tuende kule juu. Haleluya. Tuko kwenye nguvu za kiongozi wa familia. Tumeona, yani hiyo ya mwisho siirudii, achana nayo. Tumeona hiyo nguvu haitufai, tupa chini katika jina la Yesu. Haifai. Na kama ulishaitumia, ukamwombe masamaha mke wako. Na angekuwa hapa angesema ndio, ungemwomba msamaha hapa. Askofu yuko hapa, angewawekea mikono hapa. Jana niliwaambia hivi, ili tupate kanisa lenye nguvu na uamsho wa kiroho, mambo yatendeke vizuri, lazima makanisa yetu nyumbani yawe imara. Viongozi wa makanisa hayo ya nyumbani wawe imara. Na viongozi hao ni wewe. Sasa unatumia nguvu ya kikatili, familia haina amani kabisa. Tena ina maombi na mengi, nasema Baba, ikiwa ni mapenzi yako, huyu kiongozi katili alazwe mahali pema pabaya. Ukatili ukizidi, unamtia ngeo kilema. Nina mwanafunzi mmoja amehitimu juzi wa Msoma kule. Ndio anasema sisi utamaduni wetu, yaani ukiona mwanamke hana vingeongeo, mume wake ni mzembe, lazima umtie majeraha, ajue ameolewa na babe. Huo ni ukatili. Sasa ni sawa, ni utamaduni, ni mila, lakini utamaduni wetu ni wa kiBiblia. Tamaduni zetu zote tunaziacha, tunafuata utamaduni unaokubaliwa na mbingu, Mungu wetu. Acha ukatili, uwe kiongozi bora. Tumia zile nguvu mbili. Nguvu ile ya kwanza niliyotangulia kusema, nguvu ya zawadi. Ni nguvu ya kutimiza mahitaji ya kundi. Hebu naomba moja nisomee Timotheo wa kwanza 5:8. Andiko anasema, lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, yani wale wa nyumbani mwake, hasa ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Mtu asiyetunza, yani wewe ni kiongozi, huna uwezo wa kutunza wale walioko chini yako, sasa wewe ni mbaya kweli kweli, mbaya kabisa. Kwenye nguvu ya zawadi nimesema, zawadi zote ukishapata pesa, ndugu yangu, umepata hiyo zawadi, tayari kutimiza mahitaji ya kundi. Hebu tuangalie namna ya kuipata hiyo nguvu ya zawadi. Hebu niombe haraka watu wanisome, tusome mistari ifuatayo. Mmoja asome Mwanzo 13 mstari wa 2. Mwingine Funua Mhubiri 2 mstari wa 8. Mwingine Funua Wimbo Ulio Bora mstari wa 8. Sura ya 8 mstari wa 11.
Ni mistari mingi, hebu tusome hiyo kwanza hiyo. Nasemaje? Mwanzo 13:2 inasema, naye Abrahamu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Ibrahimu alikuwa na nguvu ya zawadi kwa sababu alikuwa na fedha, mifugo, dhahabu. Mhubiri 2:8. Sura ya 2 mstari wa 8. Tena nikajikusanyia fedha na dhahabu na tunu za kifalme na za kutoka katika majimbo. Nikajikusanyia nguvu ya zawadi, fedha, dhahabu. Huyo ni Sulemani. Wimbo ulio bora 8:11. Alikuwa na shamba na ardhi, tena ardhi akapanda mizabibu na kaikodisha, akapata fedha na dhahabu. Alikuwa na nguvu ya zawadi. Hebu mwambie jirani yako, nguvu ya zawadi ni pesa. Kuna mlevi mmoja, hebu mnisikilize, niwaambie utenzi wa mlevi mmoja. Nikisema utenzi naeleweka? Utenzi wa mlevi mmoja akasema yeye alikuwa asubuhi akiamka anawakusanya watu, anakwenda kulangua pombe kijijini. Zile ndoo za pombe watu wanajitwika kupeleka kwenye klabu yake ya pombe, kwenye baa yake. Sasa yeye akiwa nyuma na kafimbo anakuwa naimba utenzi. Hebu sikiliza utenzi wake na mnukuu. Changanya changanya mjomba, pesa ni sabuni ya roho, asiye na pesa ni maiti, wala Mungu hamjui. Mmemwelewa huyo mlevi utenzi wake? Hebu nirudie, ni kama hamjaelewa. Jamaa yuko nyuma, watu wanapeleka biashara kwenye baa. Changanya changanya mjomba, pesa ni sabuni ya roho, asiye na pesa ni maiti, wala Mungu hamjui. Umemwelewaje? Amekufuru. Si tumhukumu hapa, majaji wapo. Mchumi mmoja, mwana uchumi mmoja, mwana economics, akatufundisha akasema, ebu jifanye kuwa umekufa, halafu uone wanakufunga sanda, wanakuingiza kwenye jeneza, uone wanavyokushusha kwenye kaburini. Halafu tazama na sikiliza, mke na watoto wanaliaje. Kilio cha mke na watoto wako wanaliaje. Kuondokewa na wewe wanaliaje. Wengine watalia, alikuwa alishakufa zamani, alikuwa ni mfu aliye hai, alikuwa hana lolote kwenye familia. Mungu asante, mapenzi yako yamekuwa, hata hivi umempumzisha, alikuwa alikufa zamani. Yani hata kulia hawali. Yani kama wanaogopa tu jamii, wangeimba wimbo shangwe haleluya shangwe kwa kuona. Sasa yule mchumi akasema, ukisikia wanalia hivyo, hebu fufuka, toka kwenye jeneza, toka kaburini, njoo kabisa mambo yako yaliyosalia. Tengeneza nguvu ya pesa, nguvu ya zawadi. Haleluya. Wewe ni kiongozi, usipotengeneza uongozi utakushinda baba.
Sasa hivi tunaishi kwenye dunia ya www.com. Sio ile ya zamani ya kuvaa nani ngozi za nani za mnyama, magome ya miti. Tulishatoka hapo zamani. Kwanza hizo hadithi ya kwamba unamwambia mke wako ya kwamba mke wangu, unajua uwezo wa nguo, unajua hata zamani hiyo ya kutolea mifano ya zamani ni uhohahe. Mbona mnanichukia? Hiyo ni nguvu ya zawadi, uitengeneze. Inatengenezwaje? Kwa mjini mimi sina shida sana kufundisha somo hili. Sina shida. Ila huko pembeni ninapokwenda, wanaume wamekaa kihobela sana. Sana. Unakaa kihobela na familia inakaa kihobela. Akitokea mfadhili anamnunulia nguo na nini, anapeleka mchana. Unabaki macho, unakuja kwa mchungaji, uniombee. Wakuombee. Hobela. Tengeneza vizuri nguvu ya zawadi. Kiongozi gani asiyetokidhi familia? Niwaambia, yani haya siwezi kuyasema wakiwepo. Sina shida hili somo hapa kufundisha, kwa sababu kila mtu ana nani. Lakini ili utengeneze nguvu ya zawadi ikusaidie kwenye uongozi wako wa kifamilia. Tumemwona Ibrahimu, tumemwona Sulemani, tumeona na wengine walitengeneza nguvu ya zawadi. Walikuwa na mifugo, wamesema, walikuwa na mashamba, wameeleza, walikuwa na fedha, walitengeneza vyanzo. Nguvu ya pesa. Nilikuwa naiangalia pesa. Fedha ni kitu chochote kinachokubaliwa na jamii ya watu husika, within the boundaries of the country, yani ndani ya mipaka ya nchi husika, kitumike kisheria katika kubadilishana vitu vinavyouzwa au kazi inayofanywa. Kitu hiki fedha kimeanza kutumika katika jamii ya wanadamu tangu zamani sana. Na neno fedha sisi tunaita fedha, lakini ni tafsiri ambayo tumeipata kwa Kiingereza money. Lakini money vile vile Kiingereza imeipata neno kutoka kwenye Kigiriki. Neno money limetokana na Kigiriki moneles, ambalo maana yake ni alone unique, yani ni kitu cha pekee, kitu cha pekee yake, kitu cha kipekee, unique, alone. Kwa hiyo hii ni badala ya kubadilisha vitu kwa vitu. Sasa ni fedha ndiyo inayofanya kazi. Unapata kitu chochote unachokihitaji. Sasa ili uipate nguvu hiyo ya pesa, yani nguvu ya zawadi, tengeneza mazingira. Lakini kupatia mstari muhimu sana, unapotengeneza mazingira ya nguvu ya zawadi, uwe na msingi ufuatao. Katika Nyakati ya Kwanza sura ya 29 mstari wa 11, naomba usome mahali hapo. Nyakati ya Kwanza sura ya 29 mstari wa 11. E Bwana, ukuu ni wako, na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Mstari wa 12, ni wako e Bwana, nawe umetukuzwa mkuu juu ya vitu vyote. Ndio. Mstari wa 12, utajiri na heshima kutoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu.
tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Asante sana. Kwa hiyo katika kutafuta nguvu ya zawadi, ujue ya kwamba fedha na dhahabu, mali zote ni za Mungu, na kwa kuwa wewe ni mtu wake, umemwamini yeye, uwe msingi utakao kusaidia. Kwa hiyo maana yake umtangulize Mungu kwanza, halafu shughulika. Mungu kwanza, halafu shughulika. Nitataja vyanzo vya mapato vya kushughulika navyo ili upate nguvu ya zawadi haraka haraka, halafu niende na kile cha pili tuwe tumemaliza, au nikupatie muda uulize. Katika mistari tuliyoisoma mwanzoni kabisa inayohusiana na fedha na ardhi na kila kitu, tumesoma chanzo cha kwanza kabisa. Ibrahimu anatushuhudia, Sulemana anatushuhudia, na wengine tuliosoma ile mistari. Chanzo cha kwanza kabisa ni ardhi. Ni ardhi. Ni ardhi. Ardhi ipo. Na kwa Tanzania bado tuna neema kidogo ili ifungwe baadaye kidogo. Haina siku nyingi. Tanzania tuna neema kupita kawaida. Mimi nimetembelea Kenya. Kenya hakuna ardhi isiyo na mmiliki. Kila kipande cha ardhi kina mmiliki wake, aidha serikali au watu binafsi, makabaila, mabepari. Kwa hiyo Kenya ukipata hata hela. Nilikwenda kule mtaa wa mabanda kule kwenye slums, wale waliosoma kitabu cha Ngugi wa Thiong'o, This Time Tomorrow. Zile slums ziko Nairobi, mtaa wa mabanda. Uko nje kidogo ya Nairobi, lakini Nairobi hiyo hiyo. Watu ni masikini kweli. Watu wanaishi kwenye mabanda kama ya nguruwe. Mchana wanaezekea nyakati za kiangazi. Hizi lambo, hizi mifuko, sio mifuko. Kiangazi ni haya maboksi ya sabuni haya. Masika ndo hii mifuko ya lambo ili kuzuia maji yasiingie. Mtu anaenda msalani, wanafukua tu, wanajenga kalambo tu, wanazungusha. Mtu akiwa bafuni anaonekana mzima. Anafunika huku tu kwenye reproduction things. Wako hoi, hakuna ardhi iliyo tupu. Ukienda Uganda nimekwenda, hakuna ardhi isiyo na mmiliki Uganda. Nimekwenda Burundi nimetembea sana, ni mkoa mmoja tu sijaenda, Ngozi. Hakuna ardhi isiyo na mmiliki. Rwanda nimekwenda. Rwanda wana mikoa 5, nimetembelea 4. Hakuna ardhi isiyo na mmiliki. Ni TZ tu. Na chanzo cha kutengeneza nguvu ya zawadi kama kiongozi wa familia ni ardhi. Na wewe, wale ambao wameshatengeneza wana ardhi tayari, Mungu awabariki sana. Na wewe usifumbe macho. Utajiri wote Mungu alishaushusha kwenye ardhi. Fedha, dhahabu, nini vyote kwenye ardhi. Unajua kuna vitu vingine tunabaki tunamwomba Mungu. Mungu tunaomba dhahabu, nini, alishazishusha, ziko hapa kwenye ardhi. Kwa hiyo tunaangalia juu, Mungu alishaleta hapa. Ni kumwomba Mungu tutufumbue macho tuzichukue. Unanishangaa? Kwenye ardhi. Unaishi mjini vema, lakini ardhi zinapatikana. Nenda pembeni vijijini, nenda huko uliko hama kuja, nenda kanunue ardhi. Halafu kwenye ardhi wekeza sasa, panda miti. Wewe halafu unazubaa. Hello.
Sinamchukia? Nimekukwaza? Na namekwazika nimwombe msamaha. Ardhi ni chanzo cha nguvu ya pesa ya zawadi. Huku liko hamlikotoka, nenda kalimi. Kuna hii mkoa wa Kagera, wilaya ya mwisho iliyokuwa ya mwisho kimaisha ni Biharamulo, lakini wamepata ufunuo wa kupanda miti. Ile wilaya itakuja kuongoza wilaya zingine miaka 4, 5, 10 ijayo. Wameukia kupanda miti. Ile miti wanayoipanda pale, eka moja ni miche 700 kama unahitaji miti ya mbao. Lakini kama unataka ya fito na nini, bonnet na kadhalika, ni miti 1000. Na ukimaliza miaka 4 umepalilia, umefanya vizuri, unaweza kwenda kukopa popote, mradi ile ardhi uimilikishe, upate hatimiliki lile shamba lako. Unaweza kwenda kukopa hata kwenye World Bank. Mti mmoja wanaukadiria, ukimaliza miaka 5 wanaukadiria 60,000. Sasa eka ina miti 700, ikizidisha mara 60 ngapi? Milioni 40 na ngapi? Na 2, na eka 10 zako. Una 5 zako. Uko wapi? Lakini na mimi ninayewafundisha, mimi ni wa kwanza. Niko hapa sisi. Mimi sio hopera. Nikifundisha kupanda miti na mimi ninayo. Na mimi nalinga kama kiongozi, nitoe mahitaji kwa ninaowaongoza. Nisije nikafeli, maana kifeli goli washangiliaji wanashangaa. Umefungwaje? Nimeshindwa kutoa, sina nguvu ya zawadi. Kuna majamaa yameingiza nguvu ya zawadi. Kuna majaribu mengine yanakuja, wala hata ukipiga kelele yanakuja tu. Akisema wewe, hata ukipaza sauti yanakuja, yatakutikisa kweli, lakini bado tuna mlango wa kupitia. Mungu wetu ni mwema. Leo tuna semina ya kina baba, tengeneza nguvu ya zawadi. Ardhi ni kitu cha kwanza kabisa. Nimesema nchi zingine hazina, Tanzania ipo. Unakwenda, kuna mapori mengine ukienda hayana mmiliki, hata serikali haina habari, maana sungura hawamo, fisi hawamo, ngedere hawamo. Wangesema ni hifadhi ni wanyama pori. Nilipo tu. Swali upige hatua mpaka hapa, panda miti. Utaishi Kahama na miradi naendelea kule. Mvua zikinyesha mambo yanakwenda vizuri. Haleluya. Huko mliko kwa nendeni, wekezeni kwenye ardhi. Kwenye ardhi tunaweka vitu vingi. Tunaweka kilimo na ufugaji. Fugeni. Wewe uishi mjini, mifugo kijijini. Halo. Peleka ng'ombe huko polini, ziishi huko. Fuga vitu gani huko, peleka huko kijijini huko. Halafu uone. Mimi mkija kwangu huwezi kuona ng'ombe, lakini si kwamba sina ng'ombe. Mimi sifundishi bula. Najitahidi angalau kuniwa kielelezo. Kwa sababu pesa, niwaambie nguvu ya zawadi pesa. Pesa taslimu ina msimu, unaweza kuwa nayo leo, kesho kayeyuka. Lakini ukiwekeza katika vitu vya msingi inakaa. Haleluya. Wekeza kwenye ardhi, kilimo, ufugaji, ujenzi wa majumba, nunua majumba, fanya nini, weka kwenye ardhi. Miaka 5, 10 ijayo utakuwa ni mheshimiwa. Ndio umri mdogo, lakini wanakuita mzee. Umri mdogo mzee, kwa sababu una nguvu ya zawadi.
alafu mke naye atazidisha heshima kwako. Yaani heshima. Lakini una nguvu ya zawadi, atamheshimu tu mchungaji. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe, mpaka chini. Lakini wewe Halo. Siwezi kusema haya wakiwepo, ni kuwapa kiburi, ni kuwaharibu, lakini kwa kuwa tuko peke yetu tuseme. Tengeneza mambo. Tengeneza mambo. Jenga. Ukipata fedha, jenga kanyumba. Utakuwa unapanua kwa kadri uishi kwako. Ukianza kuishi kwako tu, heshima, nguvu ya zawadi inatenda kazi. Lakini kila siku unaishi kule Uswahilini, yani wanapisha, yani kila siku unasuluhisha ugomvi na kule Uswahilini. Anapika wanaweka mchanga, anapiga wanapiga teke, kila siku ugomvi, heshima hamna. Tengeneza mambo. Haleluya. Aise, ningekuwa na hubiri ningewapa mtubu hapa, tungewaombea hapa. Unaishi kihobela hobela kwenye dunia ya Mungu. Yaani huna nguvu ya zawadi. Unajua kama huna nguvu ya zawadi, hata tembea yako pale sokoni unatembea unaogopa kukanyaga nyanya za watu. Kule kwa mama ntilie umekatiza, unatembea unakwepa nyanya za watu. Lakini kama una nguvu ya zawadi, unanyoka. Ukikanyaga mbili unampa 5,000, anasema utukanyaga na pale, kanyaga na pale. Una nguvu ya pesa, nguvu ya zawadi. Halo. Siniachie hapa. Tengeneza mambo. Acheni kuishi ndotoni. Watu wanawaambia tuache kuishi ndotoni. Yaani kama Mungu amekujalia umepata vipesa, wekeza kwenye vitu visivyohamishika. Vitu ambavyo vipo tu. Uishi mjini lakini miladi yako fungua huko na huko. Na huko watu bado wamesinzia, hadi 300,000 napata eka moja, 200,000, pengine hata kila 1,000 unasema jipimie. Suende. Suende. Fuga. Fanya nini? Acheni kuishi ndotoni. Unajua mtu anayeishi ndotoni ni mtu gani? Nilisoma kitabu kimoja kinaitwaje? Lakini sikumbuki, lakini kisa chake ndo nakikumbuka. Jamaa moja masikini kweli, hohahahi. Sasa kapewa ajira ya kwamba panda juu uangue mnazi. Yaani kuna ile minazi, kuna nazi zake sasa. Wale wanaotoka Kigoma, Zanzibar, wapi mnajua hicho. Hapa ni kama hazipo hapa, lakini kama zipo, kuna dalili ya kwamba zipo. Kwa hiyo inakuwa mirefu sana, inarefuka sana. Sasa hohae mmoja akapata kibarua, akaambiwa kwamba panda uniangulie mnazi, alafu nitakulipa shilingi 2,000. Saka panda hohae, panda kakwea hadi juu. Alipofika juu kule, ile aanza kuangua, kaanza kufikiri katika mawazo yake. Nikipata hii 2,000 nanunua kuku. Nikinunua kuku
kuku watazaliana, nitanunua mbuzi. Nikinunua mbuzi wakiongezeka nanunua ng'ombe. Nikinunua ng'ombe, yule wa China namwambia wewe hohahe angua. Yeye yuko ndotoni, yuko naona amefika kwenye ng'ombe. Mawazo yuko kwenye kilindi cha ndani. Nikinunua ng'ombe nitatoa mahali, nitaoa wake wawili kwa siku moja, mmoja asubuhi mwingine jioni. Halafu watapata mimba kwa wakati mmoja na watazaa kwa wakati mmoja. Namwambia wewe yuko kilindini kwenye ndoto, amefika kwenye wake wawili kwa siku moja. Halafu akasema, halafu wakizaa watakuwa wananiita baba nikitoka kazini. Baba itakuwa alipofikia kwenye raha kweli, akaachia mikono akapiga makofi, maana raha alitanguliza kichwa, akarazwa mahali pema pabaya. Unaishi ndotoni. Ishi kihalisia. Haleluya. Ishi kihalisia. Ishi kihalisia. Sasa hivi kumetokea na madhehebu mbalimbali yanaombea watu wapate utajiri, magari. Hebu njoo kwa mkono tu unapata gari. Unakwenda unaombewa. Halafu wengine wanaanza kufundishwa na kuendesha gari. Huo ni uchizi. Ni wenda wazimu. Kanuni ya Mungu ya baraka ameiweka. Soma Mwanzo mpaka Ufunuo, anasema mimi Bwana Mungu wako nitakubarikia kazi za mikono yako. Sufanya halafu Mungu abariki. Haleluya. Fanya. Na Mungu anatamani tufanye, tubariki. Sisi ni wazembe kweli. Wazembe kweli. Tunataka kazi wote tufanye kazi za ofisini. Wote. Jamaa mmoja kama amemaliza chuo kikuu, amechukua degree ya kilimo na mifugo. Yuko kijijini, yeye anatembea kihobera. Wewe, habari? Nzuri. Nimemaliza. Umemaliza nini? Degree. Una kidigrii hapo? Ndio ninacho. Kidigrii gani? Kilimo na ufugaji. Unacho kabisa? Ndio ninacho. Kwa hiyo huu mwaka wangapi? Wa pili. Niko hapa tu, niko kijijini. Unasubiri nini? Ajira. Ya nani? Ya Magufuli. Umesoma havikuingia wewe. Huo ni uchizi tu. Umesoma lakini hukufaulu. Hukuelewa. Umesomea kilimo na mifugo. Una uwezo wa kununua mifugo hoi iliyokonda konda. Ukaipa dawa ikanenepa, ukainenepesha. Ndani ya miezi mitatu ulioinunua 50,000 unaiuza 500,000, 800,000. Unatembea kihobera na kidigiri mfuko. Alinisikitisha. Nikamwendea baba yake. Nikamwambia, mzee, ongera mtoto alifaulu. Asante. Asante sana. Sasa mzee, huyo baba yake na yeye ni bwana mifugo wa kwetu lakini mstaafu. Na ni rafiki yangu kweli. Sisi vijana huwa natupenda. Hata nilipokuwa nasoma, nikija likizo alikuwa ananipiga soda 4 kwa wakati mmoja. Nasema, najua wewe huna hela, kamata soda hapo. Kwa hiyo tuna mazoea na yeye. Nikamwambia, mzee, si kijana wako amemaliza? Sasa sumwanzishie lunch ndogo. Hawa ananenepesha mifugo nauza. Aache tu ufugaji. Anenepeshe wazo la kuajiriwa na Magufuli. Atalifuta, badala yake ataajiri watu. Yule mzee akasema, hilo ni wazo bwana. Kumbe na ulikuwa alichacha. Wewe sufanye. Ngoja nitafute nguvu. Kama milioni ngapi zinahitajika? Sasa utakaa kulingana na uwezo wako. Lakini kidogo bandu umaliza dondondo
TZ ni wavivu, ni wavivu. Sisi tuko karibu na kambi za wakimbizi kule. Wakikimbia kuja kwetu, mwaka wa kwanza wanahemea kwetu, mwaka wa pili yani anakuja na hemea kwetu, anaenda kulima kwake, yanalima kila aina ya zao. Sisi tunachambua, kama ni mahindi tu, kama ni maharage tu, lakini yeye anachanganya. Mwaka wa pili wote tunapanga TZ kwake kuhemea. Hiyo ni nini? Tuna tatizo moyoni. Ni pazuri, tumeokoka, tunaye Yesu ndani, tatizo kwenye box. Tengeneza nguvu ya zawadi. Haleluya. Tengeneza vizuri. Hebu niachie hapo. Niachie hapo. Nitaendelea kulisema. Twende kwenye nguvu nyingine. Inaitwaje? Nguvu ya upendo. Nguvu ya upendo. Nguvu ya upendo kwako kiongozi wa familia ni namna unachoipenda na kuijali familia yako unayoiongoza. Na tunaposema upendo, watoto wanahitaji upendo, lakini mke wako anahitaji upendo zaidi ya ule unaowapenda watoto. Kwanza watoto, upendo wao na kwenu unafika mahali fulani inakuwa ndo mwisho, lakini kwa mke wako ni zaidi ya hilo. Tumefika kwenye maupendo. Mani? Maupendo. Kuna kesi za kiutafiti zinasumbua, na hata sisi tulioko huko tuna kesi nyingi tunaulizwa. Sasa majuzi tu kuna utafiti mdogo umefanywa na idara yetu ya teolojia kuliangalia kanisa na masuala ya ndoa. Sasa kwa ufupi ni hivi, kuna kesi nyingi, na kesi nyingi ziko kwa wachungaji na wazee wa makanisa, na mimi kama mchungaji nikiwemo. Kesi nyingi kwa makanisa, lakini zimegawanyika mara mbili. Yanahusu maupendo, ya kwamba huko vijijini huko kuna kesi nyingi. Wanaume wanalalamika ya kwamba wake zetu hawatutoshelezi huko kijijini. Huo ni utafiti, na ndivyo inavyoonekana, kwa sababu imegundulika kijijini mwanamke anafanya kazi nyingi na ngumu kuliko mwanaume. Mjini kuna kesi nyingi za wanawake ya kwamba waume zetu hoi, maupendo hayapo. Ikagundulika ya kwamba kumbe kule kijijini wanawake wana kazi nyingi, kumbe mjini wanaume wana kazi nyingi.
mpaka zinawamaliza nguvu ya maupendo. Watoto hawana shida, maana upendo wanaotaka kuupata wanaupata, lakini wenzetu, huo ni utafiti ambao ukihitaji unaweza kusema hapana au kasema ndio. Eti ni kweli mna kazi nyingi kuliko ni kweli mna kazi nyingi kiasi kwamba maupendo hayafanyiki? Ni kesi, mko mahakamani. Sasa kwa nini? Na nikuambie, ukiona hukamilishi hapo, hata zile heshima na sauti kwako kama kiongozi hazipo, atununue nyama pale anapokula pale mezani, asante sana, akimaliza. Sasa kwa nini mnafanya kazi nyingi mpaka mnashindwa wajibu mwingine? Na hizo kesi zinarundikana nyingi, na kanisa linadhoofika kwa ajili ya kesi yako wewe. Yaani sisi hapa tunaimbisha pambio watu wachangamke, kumbe watu wamejikunyata, hawana raha. Viongozi wao ahadi walizowaahidi hawazikamilishi. Nitakupenda, nitakuhudumia maisha yako yote, huduma zote, mimi na wewe. Hizo hazipo. Sasa kwa nini? Ni kweli, cha kwanza nimesema ushughuli kupata nguvu ya zawadi, sawa kabisa. Sasa hiyo isikuharibie huku pengine kwenye maupendo. Sasa ngoja niwaambie kisayansi sasa. Yaani hapa nataka niingie kibiolojia. Bahati nzuri nimesoma hayo masomo, ila elimu ya juu nikayaacha, lakini nimelisoma. Matatizo mnayotengeneza, yaani unaweza kuona sio tatizo, lakini italeta tatizo jingine tofauti na hilo unalofikiri. Lakini sisi viongozi wa kanisa tunawasihi mtimize wajibu wenu, msiwe wazembe. Na wanasema hivi psychology, ukiona mke anamdharau mume na hapa anamfyonya, anasema kwenye maupendo ndo anapungua. Suni katalio sema acha, amna mwalimu, sio hivyo. Sio hivyo. Sasa mtimize wajibu wenu. Tunahitaji afya za kifamilia ili tupate afya ya kanisa. Kama kuna makesi mengi huko, watu wanakuja hawana raha kanisani, kila siku mchungaji atazidi kupiga injili ya kuhuisha. Unapiga injili ya kuhuisha walio tayari kufa, yani manusura wa kufa, kila siku injili ya kuhuisha. Kwa nini msitimize? Kuna mtu anaweza kunipa sababu? Hizo kazi zipange, si za kwako, panga utaratibu. Kazi zinazochosha sana sipangie utaratibu. Halafu kibiolojia wanasema mara 2 kwa wiki ni dawa tosha. Nimesema nitaingia kibiolojia zaidi. God, nitakuwa nina msahafu mzito hapo.
ila wakati mwingine naogopa kuwasomea peke yenu. Ni afadhali niwahimize hizo kesi zisitokee. Kwa nini? Alafu na umri wenu mzuri. Ibrahimu miaka 90. Tena sio 90, 100. 90 alikuwa mke. 100 alibebesha mimba mke wake miaka 90. Ina maana alikuwa na uwezo kabisa. Alikuwa na uwezo. Sasa wewe miaka ngapi? Nusu ya Ibrahimu uko hoi bin taban. Eti we kiongozi mwenzangu, hapo na paonaje? Hapo vipi? Yaani vijana tu wadogo tu ndo zinakuja kesi. Baba mchungaji, mimi huyu mume wangu simwelewi. Umwelewi nini? Baba mchungaji, mwambie mimi nanunua nguo, nanunua nyama, nanunua nini. Ndiyo baba mchungaji, anavifanya mtoto alichoeleza, lakini simwelewi. Ni nini? Na kwa Mwafrika ukimpa nyama ndo mwisho wa mlo. Yaani hapo ndo mwisho. Juzi wazungu wamekuja Bigabilo. Walipokuja tuambia tumewaletea zawadi nzuri. Nzuri. Mimi na mkuu tukaenda kwenye nyumba tuliowapatia, wameweka na bendera ya Finland kabisa pale. Nzuri. Tukakaa tukasubiri hiyo zawadi nzuri. Alituletea mkate wa Finland. Unaonaje? Tukasema nzuri. Mkate. Kwanza mkate sio mlo wetu. Hii Biblia ingeandikwa kwetu Afrika. Kila mahali panaposema mkate tungeweka ugali. Yesu akatwa ugali. Lakini kwa sababu mazingira yao ni ya mikate tu, ndio cha thamani sana. Mikate imeandikwa neno ugali limeandikwa mara moja tu katika Biblia nzima. Ungenitaka kujua niko wapi, lakini sifundishi Biblia, niko kwenye kiongozi wa familia. Maupendo. Kwa nini? Unanunua nyama kweli ndo mwisho wa mlo wa Mwafrika. Nyama, wali. Yaani hapo ndo kwenye ukuta wa mwisho wa sitari. Saburaji. Umemaliza. Lakini baada anadai mchungaji simwelewi, anavifanya hivyo lakini simwelewi. Ni muhuni, unamtuhumu huko nje. Hapana, ila simwelewi. Kumbe ni maupendo. Sasa kwa nini wewe unataabisha watu wako, mtu wako? Unataabisha doto wako wewe?
Kwa nini? Hoi. Siku hizi matangazo ya madawa ya nguvu za kiume, yaani wale wanaouza yale madawa wamepata deal kweli. Tangazo dawa ya kuongeza nguvu ya kiume na nini. Kwa watu wamepanga fore. Au ndo tatizo. Sasa ni tatizo, simuone daktari akusaidie. Lakini madaktari, ukienda kwa daktari aliyesomea psychology, utakuta wewe huna tatizo lolote, lakini kuna stress fulani yanakukoroga. Kwanza kama huna hela, huwezi hiyo kazi. Na stress huna hela. Yaani ukiitwa tu na fulani yaani unafikiri ni yule anayekudai. Utawezaje wewe, stress yamejaa. Ukitengeneza la kwanza linaweza kuponya la pili. Kajiamini. Unapofika na nguvu ya zawadi na heshima zote, inaleta mvuto. Lakini wewe ukipata daktari mzuri wa psychology, atakusaidia sana. Wengine hawana matatizo kabisa, ingawa wanapugia yale nani. Baba mmoja kaniambia, kijana, nilikuwa namuita babu. Huyo babu akaoa mwanamke kijana. Sasa ndo akaja kwa babu, najua wewe umesoma. Akasema ndio babu. Naomba unisaidie. Nasikia kuna kadawa ukikameza unapata nguvu. Yule bibi yako naweza nikafanya vizuri. Si umesoma, unisaidie. Kuna mganga mmoja aliniambia, nikamtaja maana ya dawa. Nilipofika kutaja Viagra, babu, unataka nje? Yule bibi yako. Unaona, babu yangu anahangaika kutimiza wajibu. Babu yangu, wewe unaishi kihobera. Kwa nini usihangaike? Hiyo kesi kaisha. Kanisani kukawa shwari. Roho akishuka ni wote wananena. Lakini akishuka mka na kuangalia hivi na kile kijamaa kile. Hivi hapa mnakaa mke na bwana pamoja? Wanakaa tofauti. Sawa. Yaani naangalia hakuelewi. Huko kwenye pambio, anatenda, anakuangalia, yaani yule jamaa. Sumalize hiyo kesi. Kama una tatizo la kiafya, kuna madaktari, uende. Ngoja nione concept moja hapa. Nguvu ya maupendo. Kanisa la FPCT Shalom Temple liko mtaa wa Nyihogo hapa Kahama mjini. Unavuka pale njia panda ya Dolphin, unaelekea kama unakuja halmashauri ya mji. Ukishavuka halmashauri ya mji, mkono wako wa kulia utavuka barabara ya kwanza ya vumbi na barabara ya pili ya vumbi. Barabara ya tatu utakata kona mahali panapoitwa Mnazi Mmoja, na kisha utavuka studio ya Kichomi na utakwenda kama hatua 20 au 30. Utakata mkono wako wa kushoto kona ya kwanza tu, na ndipo utaliona kanisa kubwa mbele yako. Basi utakuwa umekwisha kufika FPCT Shalom Temple. Nitafurahi kuwa pamoja nawe, nitafurahi kututembelea, nitafurahi nikikuona tukiabudu pamoja. Mungu akubariki sana.